anajaribu kupenyeza siasa katika suala la kuendeleza taifa la Kenya. Akiwakosoa wanaopinga suala la ubinafsishaji wa mali ya umma, Ruto ameshikilia kuwa taifa la Kenya litapata hela za kuendeleza miradi mingi nchini. Amezungumza haya alipokuwa anakutana na wanafunzi wanagenzi waliofuzu kutoka vyuo mbalimbali na wanaojihusisha na masuala ya ujenzi wa majumba, na alikuahidi kuwa mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu utahakikisha wanaendeleza kubuni ajira nchini. Zablon Macharia, taarifa ile. Swala la ubinafsishaji wa mali ya umma inapoendelea kuibua hisia mseto nchini, kwa mara nyingine Rais William Ruto amewakashifu wanaopinga msimamo wa serikali wa ubinafsishaji wa baadhi ya mali ya umma, akiwataka kukoma kupenyeza siasa katika swala la maendeleo, akisisitiza kuwa kutokana na ubinafsishaji ule taifa la Kenya litapata takriban bilioni 350 na ambazo zitawasaidia kuendeleza miradi mingi nchini. We're saying we're divesting a portion of Safaricom to raise money. They tell us, oh, who negotiated? Where is the committee that negotiated for the price of the shares? Really? So I want to tell those people who are giving us lectures about what we are doing with the IPO on Kenya Pipeline or Safaricom, they should spare us their political conmanship and intellectual deceit. We don't need it. Pia amewakosoa viongozi ambao wamekuwa wakipinga juhudi za serikali za ujenzi wa nyumba za bei nafuu, akisema iwapo angekuwa muoga manufaa haya yote hayangeonekana. Oh, you know, William Ruto is the one supplying cement. I don't know, he's supplying steel. Nonsense. Today the houses are there. They are staring at these people. Wakati huo huo, naibu wa rais Kithure Kindiki amewataka wanakandarasi na wamiliki wa mijengo kuwajibika na kutotumia njia za mkato zinazochangia kuporomoka kwa majengo nchini, akiongeza kuwa ukiukaji wa sheria za ujenzi umehatarisha maisha ya Wakenya na kulemaza maendeleo. We must continue farming up on the professional standards and quality control systems that are in place to make sure that the houses that are being built are safe in the long term for the people of Kenya. Viongozi hao walizungumza haya walipokutana na wanafunzi takriban 5,500 waliofuzu kutoka vyuo mbalimbali na wanaojihusisha na masuala ya ujenzi katika ikulu ya Nairobi. Today we present a new picture to the country. This new picture, Your Excellency, is that we have been working with the professionals. But today, 5,500 interns are here in State House to tell you that we have actually commissioned them. But without this presence, Your Excellency, the people out there may not understand the entire space. Zablon Macharia, Undugu TV.